Mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga, ndugu Ramadhani Ali Omari Somo, amewataka viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuwa na msimamo kwa wanachokitaka, kama kuingia kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu au kutokuingia, kwani msimamo wao wa no reform no election ni msimamo wa kijinga, kwani katiba wanayoitaka ndio iliyowapa wanachojinasibu nacho kama chama kikuu cha Mapinduzi, hivyo si hoja ya kushindwa kuingia kwenye uchaguzi. Lakini mwenyekiti wa vijana amewasihi wa Tanzania kuacha kuwasikiliza na kuwapuuza wanasiasa wenye lengo la kuleta uchochezi kwa viongozi wao na kutaka kuleta machafuko ya kupoteza amani iliyotafutwa na kulindwa kwa gharama kubwa. Mwenyekiti amezungumza hayo akiwa wilayani Korogwe mjini kwenye ufungaji wa kambi ya mafunzo kwa vijana wa wilaya hiyo. Mimi ni Irene Nziku na hii ni Ambwene Media. Wakitaka kuingia kwenye uchaguzi waingie, wasipotaka kuingia kwenye uchaguzi waache. Hatuwezi tukakubali kupelekwa na watu wajinga. No reform, no election. Ujinga mtupu. No reform, no election. Kama haujajipanga kwenye uchaguzi, usitafute visingizio. Usitafute huruma za Watanzania. Chama chochote kinajipanga tangu mwanzo. Wewe mtihani ni leo, unajisomea leo. Ng'ombe hanenepi siku ya mnada. Chama cha Mapinduzi hakijawahi kuacha kujipanga katika nyakati zake zote. Wanatokea watu wachache wanataka kutishia amani ya taifa letu. Wanataka kujiona wao ndio wakubwa katika taifa hili. Wanataka kuona wao ndio wasikilizwe sana katika taifa hili. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Katiba hii ndio katiba iliyowapa wabunge wengi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba hii ndio katiba iliyowapa madiwani wengi. Katiba hii ndio katiba ambayo imemfanya Lissu kuwa mbunge ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba hii ndio katiba iliyomfanya Mbowe, Zitto Kabwe wawe wabunge ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Walipokwama, walipopata nafasi ya ubunge, walilewa na fedha, wakaacha kukijenga chama chao. Wakaanza kutumia fedha kwa ajili ya hanasa, kununua majumba na kulimbikiza mali nje ya nchi. Sasa leo wanataka waingie kwa huruma ya kisiasa na kuwashinikiza Watanzania waone nchi yao ni nchi ya ajabu. Hatuwezi tukakubali kuruhusu watu wa sampuli hii waendelee kuitomasa taifa letu. Hatuwezi tukakubali. Tanzania wenzangu, jukumu la kulilinda chama chetu, jukumu la kulilinda taifa letu ni jukumu la kila mwanachama na jukumu la kila Mtanzania. Niwaombeni sana, tuwapuuzeni watu wa sampuli hii. Tuwapuuzeni. Tusiwasikilize. Tusiwape nafasi.